kabisa tufahamu kwa nini umechagua Enabel kufanya nao shirika huu muhimu wa kutatua changamoto za wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo mkoani Kigoma. Yapo mashirika mengi, kwa nini Enabel? So asante kwa swali lako zuri. Why Enabel? Ni kwa sababu lengo ambalo sisi tunataka kulifikia, lengo letu kwenye program ya Go Trade ni kuwafikia wajasiriamali wadogo na wakati pia na wakubwa. Na wao tumeona wana specific program ambayo ina kugusa kabisa wajasiriamali wa chini, wadogo na wale ambao ni wakati. Kwa hiyo tukaona malengo yetu ambayo tunataka kuyafikia, dira hiyo kubwa tunataka kuisupport, kwa sababu tunajua pato la taifa, ukuaji wa uchumi wa nchi, bara la Afrika na dunia kwa ujumla liko katika mikono ya wajasiriamali. Na sisi tukaona kwamba kuna right partnership, kwa sababu kupitia DHL au chombo cha logistics tunaamini kabisa kwamba wanaweza wakavuka mikoa beyond hapa ambapo wanakuwa wakifanya kazi zao. Kuna mikoa mingi ambayo inapitia changamoto kama ambazo mmezitaja, kwa mfano labda mitaji, usafirishaji na changamoto nyingine nyingi tu. Kwa nini mmeanza na Kigoma? Kigoma lazima tujue hapa pako very well positioned, kwa sababu tunapoongelea kuvuka mipaka hapa tayari tuna advantage ya nchi mbili ambazo ziko pembezoni tu ya mkoa wetu wa Kigoma. Kwa tukaona kwamba ni sehemu ambayo kwanza Enabel wako na operations hapa, ni operations ambazo zinafanya kazi kufuatana na misingi inayotakiwa kama shirika la kimataifa kuweza kufanya nao kazi. Lakini pili, ni sehemu ambapo tunaona wanasema wazungu lower hanging fruits, kwamba ni rahisi sana wajasiriamali wa hapa wakavuka hii mipaka, sio kwa udogo bali kwa ukubwa, kufikia moja kwa moja Burundi na kufikia pia DRC Congo. Kuna changamoto moja ambayo watu huwa wanakutana nayo mara nyingi, hasa kwenye utapeli wanapoagiza mizigo yao kwenda mipaka ya nje na Tanzania. Changamoto hii nyinyi mmejipanga vipi kukabiliana nayo hasa? Kama nilivyosema, changamoto nayoiona kubwa kwa wajasiriamali ni elimu. Na elimu hii kuwa ni elimu sahihi, kwa sababu unfortunately tuko kwenye ulimwengu ambayo elimu sio information yote unayopata ina walali. Katika programu yetu ni mafunzo yenye mitaala au imevunjwa katika modules 14. Kwa hiyo katika kipengele hicho atapitishwa ili afunguliwe macho kwamba ufanyaji wa biashara ya kimataifa unahitaji nini, uhalali uko wapi, ni njia gani ambazo ni sahihi kuweza kufikia walaji na kuepuka masuala haya ya utapeli wa kwenye mitandao. Tunajua e-commerce ni opportunity, lakini kuna wengine wameitumia tofauti. Kwa hiyo moja katika mitaala tunayoitoa unaitwa compliance na cyber security. Katika mtaala huu wanapewa dondoo ya kujua ni vitu gani ambavyo inabidi wawe navyo makini katika utoaji wao wa huduma. Okay, sawa. Unaweza kutusaidia, kuna changamoto ambayo imeibuliwa kuhusu gharama za usafirishaji wa mizigo na vifurushi kutoka nchini Tanzania ama mkoani Kigoma kwenda mataifa mengine ya Ulaya. Unadhani mmejipanga vipi kukabiliana na changamoto hiyo ama kuitatua kwa ujumla? Sawa, na gharama najua imeguswa kwamba gharama ya usafirishaji. Cha kwanza napenda kuwaelimisha sana wajasiriamali wajue kwamba gharama hii ni ya mlaji. Gharama hii ni ya mlaji. Umuhimu ambacho unatakiwa kifanyike, kunahitaji kuwa na uwazi katika kuelezea gharama ya mlaji. Mlaji ajue gharama ya samaki hawa ambao wanapatikana Kigoma kutoka Lake Tanganyika, gharama yake mpaka utayarishaji ni huu. Lakini ili kutoka hapa kukufikia wewe ulipo katika bara fulani duniani kote, gharama zinazoongezeka hapo ni ule usafirishaji, ni gharama za kucomply kuhakikisha kwamba nacho kuletea ni salama kwa ajili ya utumiaji. Kwa hiyo katika hilo elimu bado inahitajika, na elimu hii ni kutolewa pande zote, kwa msafirishaji, kutolewa kwa mzalishaji na hasa kwa yule ambaye ni mlaji, yule ambaye ni mtumiaji, ili gharama hii isiwe ni gharama lemevu au itakayomlemea yule tu anaenda kutayarisha, lakini iwe ni gharama ambayo inakuwa shared with the entire supply chain. Kwa nini mtu achague DHL na si taasisi nyingine, mashirika jingine kwenye usafirishaji wa bidhaa zake? DHL ni kampuni kubwa ya kimataifa kongwe katika swala la usafirishaji duniani kote. Hakuna kampuni yoyote ya usafirishaji duniani yenye network ya destination zaidi ya 220 duniani. Uhakika upo. Ni kampuni ambayo inafanya kazi kwa kupitia viwango. Wewe mwenyewe umekuwa ni shahidi. Kila aliyekuwa akitoa ushuhuda wake ni kwamba tukipeleka mzigo kwa DHL tuna uhakika mzigo utafika, tuna uhakika vigezo vyote vinavyohitajika kitaifa na kimataifa vitakuwa vimefikiwa. Kwa hiyo sababu kubwa na ambayo tunajivunia ni kwamba DHL uhakika upo. DHL inakufikisha kokote duniani bila kuwa na changamoto aina yoyote hapo katikati.